ujumbe wa leo ni kwamba hakuna mtu anaruhusiwa kubaki nyuma. Zote lazima tusonge mbele. Msikilizaji, kama vile nimekuelezea ya kwamba siku hii ya leo ni siku ya marketing day kabisa kwa lugha ya Kimombo, au tunasema kwa lugha ya Kiswahili ya kwamba sikukuu ya uuzaji kabisa. Na sherehe hii ya leo imeweza kupata udhamini mkubwa sana wa WFP pamoja na UNHCR pamoja na Boma pamoja na RSK, bila kusahau shirika zingine ambazo kabisa zimeweza kuwasili hapa, na unaweza ona kabisa shirika ziko nyingi sana hapa ambazo kabisa zimeweza kuwasili hapa. Kwa majina mimi naitwa Thomas Siele, mimi ndio Settlement Manager wa DRS kutoka Kakuma na Kalibu Settlement. Okay, katika upande wa serikali ambayo umeweza kuwakilisha, unajisikiaje kuweza kushuhudia bidhaa hizi ambazo zimeweza kuletwa na wakimbizi hapa katika siku ya leo? Asante sana. Tukijumuika na partners wote ambao walikuwa hapa leo karibu 12. Nataka niseme kwamba partners ambao wamekuja hapa tumeshirikiana kuhakikisha kwamba watu wetu wa refugees ambao wanafanya biashara zao, wanauza bidhaa zao, wanafanya kazi zao, alafu ujumbe wa leo ni kwamba hakuna mtu anaruhusiwa kubaki nyuma. Zote lazima tusonge mbele. Hiyo ndio madhumuni ambayo tumekuja tukisherehekea siku ya wakimbizi ambayo itafanyika hiyo kesho. Ndio leo tumekuja kujumuika hapa Burundi Market kuhakikisha kwamba wakimbizi wote ambao wanafanya biashara zao wame display. We want to see their work, we want to see, because tunataka kila mtu asikue nyuma. Hiyo ndio sababu tuko hapa leo. Okay, katika miaka ya nyuma tulikuwa tukishuhudia wakimbizi wengi ambao kabisa walikuwa wanasema sisi tumekosa bidhaa za kufanya, hatuna biashara, lakini saa hii tumeanza kushuhudia mambo kama haya yanafanyika, na ukijaribu kuulizia baadhi ya wakimbizi wanakuambia kuwa ukulima huu unafanyikia hapa ndani ya kambi hii. Ninyi kama serikali, ni mchango upi mnaona mnaweza ongezea kwa wale wakaaji wa Kakuma hapa kambini? Asante sana. Saa hii tunawajumuisha partners. Partners ndio wanaiongoza hii mikakati, na tunasema kwamba tukiwashughulikia wakimbizi pia tunawashughulikia host, kwa sababu hao pia wanafanya biashara na wakimbizi, na tunasema kwamba wakimbizi watafanya kazi na host kwa sababu ni municipality ni moja. Watu wote watakuwa wakiishi kwa sababu kuna integration. Integration kwamba hakuna kambi tena, hizi kambi tena hapa ni sokoni, hapa ni hapa center ambapo wakimbizi watafanya biashara bila kujali kwamba wako ndani ya refugee camp ama watu hapa. Sisi zote lazima tufanye kazi pamoja. Ndio serikali ikasema lazima tuwatafutie mahali ya kufanyia kazi, lazima wapate environment nzuri ya kufanya biashara, lazima wapewe nafasi ya kugusa ukulima. Wale kuna wengine wanafanya maneno ya kufuga kuku, kuna wale wanalima mashamba, kuna wale wanatengeneza beats. Kila kitu ambayo tumeiona leo hapa ni kwamba ni juzi kwamba serikali inawapatia nafasi wakimbizi wote watoe ujuzi wao siku ya leo. Okay, swali la mwisho, tukishuhudia siku ya leo tumepata kuona host community na pia wakimbizi wameweza kukusanyika pamoja katika bidhaa hizi ambazo kabisa wamekuja kuuza na kuuza kabisa zile product zao. Nyinyi kama serikali huwa pata furaha kiasi gani kuona host community pia wakijumuika na wakimbizi katika bidhaa za uuzaji? Ukiona wakimbizi wakishirikiana vizuri na host, tunaona furaha kwa sababu uhusiano utakuwa mzuri, hakutakuwa na conflict, hakutakuwa na wizi ama nini. Watu watakuwa wakifanya kazi pamoja, na hiyo ndio furaha yetu. Municipality ambayo inasimamia hizi masoko zote ndani ya refugee na kule nje watawafanyia kazi watu wote bila kubagua, bila kusema huyu ni refugee, huyu ni Turkana wa area. Kazi zote itakuwa inafanyika. Hiyo maneno ya usalama itaimarika kwa sababu tunataka kila mtu ajitafutie chakula, asingojee msaada kutoka kwa partners. Wao wenyewe wajitafutie kwa kufanya biashara, kwa kupata skills na kujitafutia mali wenyewe, wafanye biashara wachinufaike, alafu wao watu ambao wakutegemewa
siku za baadaye. Hiyo ndio ujumbe wangu leo. Ndugu mpenzi msikilizaji, kama vile nimekuelezea kabisa, amewakilisha upande wa serikali, na kama vile ambavyo tumeweza kusikia kuwa ni furaha kubwa sana, hususa serikali ikiona wakimbizi pia wakishirikiana pia na wananchi wale ambao tunawaita host community, ambao kabisa ni jirani ambao wanakaa karibu na kambi hii ya wakimbizi kabisa, wakishirikiana. Inatupa furaha pia kuona kabisa kuna umoja pia na upendo ambao kabisa kama vile ambavyo ameelezea pia vinapunguza ile migogoro baina ya wakimbizi pamoja na host community wale ambao wako pale. Nasi tuko hapa kuhakikisha wewe kama msikilizaji pia tunakupatia update za kutosha. Asante sana ndugu yangu. Asante sana. Kesho tutafanya matembezi tukikumbuka wakimbizi. Tutaanza darasa back mpaka kwa ofisi ya mkuu wa wilaya hii, alafu na wauliza wote kama mtapata nafasi tutembee bana, kutoka saa 1 mpaka saa 1:30 tutakuwa tumemaliza matembezi. Hiyo ndio ujumbe niko nao, na tutatembea. Asante sana. Asante sana. Karibu sana. Ndugu mpenzi msikilizaji, anatukumbusha kuwa kesho ni siku ya mkimbizi, World Refugee Day, ambapo kabisa itakuwa ikiadhimishwa hapo.